let me talk. Wacha nitoe maoni yangu kuhusu serikali ya kaunti ya Nairobi. Tumeona mvua imenyesha juzi tu na maji ikawa imeloa kila mahali. Tunasema ya kwamba heavy rainfall, it is beyond our control. But flooding, Madam Speaker, flooding is within our control. Tukiwa na drainage vizuri, tukiwa na storm water drainage zitengenezwe vizuri, things like flooding will be things of the past. Na hii mambo ya kwamba mvua ikinyesha mingi tunapoteza maisha, Madam Speaker, we should be very ashamed of this. So many years down the line, tangu tupate independent in 1963, bado tunalia kwamba mvua inanyesha inaua watu wetu. This is wrong. We narrow it down to mismanagement in the county government. We narrow it down to poor planning. We narrow it down to ignorance. We narrow it down to poor leadership. Madam Speaker, as we go to election in 2027, let me try to analyze the different candidates ambao tuko nao wanataka kiti ya governor. Mtu wa kwanza ni Governor Sakaja ambaye anasema yeye kwamba yeye ni two term. Yeye anataka kiti ya governor mara ya pili. Madam Speaker, we can judge but what has been done. Let us give flowers where we deem it is right. For example, Madam Speaker, tumeona mambo la tap to eat, chakula kwa wanafunzi wa shule za serikali, public schools in Nairobi. Watoto wanakula na shilingi 5. Hilo ni jambo la maana sana ambalo tunajivunia. Tumeona ya kwamba tangu wa introduce mambo ya tap to eat, watoto wengi ambao walikuwa waendi shule sasa wanaenda shule. Watoto wengi ambao walikuwa wanaokota chuma, wanaokota plastic, wanaokota makaratasi kwenda kuuza mchana kwa sababu ya njaa, tunawaona wakienda shule. Kwa sababu huyu mtoto anajua akienda shule lunchtime atakula ashibe kwa shilingi 5 tu. Hata mzazi wake akuwe mlala hoi aje, awe hoi hae aje, shilingi 5 ya chakula haitakosa ya mtoto. Hilo ni jambo ambalo tunapongeza Governor Sakaja. That is one thing we congratulate Governor Sakaja. Tukuje kwa bursaries. Wacha tukuje kwa bursaries. Bursaries, MCS bursaries, the county bursaries were issued just the other day. Lakini hizi bursaries, when were they applied? These bursaries were applied long time ago. We expect the county government, wakati watu wana apply bursaries, they should have budgeted for it. Watu waki apply bursaries, after 3 months or 2 months, watu wanapewa hizi bursaries. It's very sad. Watu wana apply bursaries, watu wanakaa 8 months ndio wanapata hizi bursaries zinatoka. Watoto wengine wamefanya transfer, watoto wengine wamemaliza shule ndio bursaries zao zinatoka. Mzazi alilemewa, mtoto amefukuzwa several times ndio bursaries zinakuja. County government ukiongozwa na Sakaja, pull your socks up. You are letting us down. Tuikuja mambo ya environment. We are very happy that Governor Sakaja umeandika around 3,000 Green Army. Umepatia vijana wetu kazi. Sasa they can continue with their lives. Their lives can take another step. Wale wa kuoa wanaweza oa, wengine sasa wanaweza kuwa na nyumba zao kama walikuwa wanaishi na wazazi, kama walikuwa wanaishi na mandugu zao, they can have their own houses because wako permanent and pensionable. A smooth flow ya pesa ya mshahara iko, so they can plan themselves. Hiyo tunakuunga mkono na tunashukuru. Lakini Governor Sakaja, takataka katika mitaa yetu, hili ni jambo ambalo hatuwezi kusamehea. Mbona takataka imejaa katika mitaa yetu? Hawa Green Army wanafanya kazi nzuri, wanafagia mitaro, wanaweka hapo kando. We supposed to pick hiyo takataka. Ukitembea kwa njia, kila mahali kando takataka imepailiwa. Ina encourage households here, takataka yao wanakuja wanatupa hapo, which is wrong. Inakuwa mtaa wetu unakuwa ni mchafu zaidi. Bwana Sakaja, you need to look at that. Na kama umeshindwa, please don't ask for the second term. Jambo la tatu ni mambo ya hizi projects za county, mabarabara hizi ambazo county ina launch projects na projects zinakuwa abandoned halfway.
what is happening? We expect this project to be launched kama budget yake iko, because wakati tunafanya public participation for annual development plan, we give our proposal, we give our priority. It's up to the county government through their sectors to know kulingana na budget yao which areas watafund na wasifund nusu. Ati mna barabara inawekwa mawe, inatengenezwa kidogo, inamwagwa mawe, contractor anatoka. What is that? Mvua ikinyesha barabara inakuwa imeharibika mbaya kuliko vile ilikuwa. Let us do project that we can fund. Kama tunajua hatuna pesa ya project, tusianze. Tusidanganye wananchi, tunawafunika macho na kibao na project nusu. That one the governor has failed. Jambo lingine ni mambo ya water shortages. Water shortage haijaanza na Governor Sakaja. Water shortage imekuwa kwa muda mrefu, lakini naona Nairobi Water, they are improving, they are working hard, but the water infrastructure should be redone in Nairobi. The water infrastructure should be redone in Nairobi. Hii mambo ya pipe za maji kuwa zile za kitambo, hizo hazipitishi maji, watu wanaweka pipe zao, watu wanafanya nini? County government, step in. We want to see water flowing in our houses. Saa hizi kunanyesha mvua mingi sana. I wonder why watu hawapati maji kila siku. Let me look at other governors wale wamejitokeza kama wanataka kiti ya governor. Tuko na Aladwa, His Worship Aladwa, a former mayor. We want to know his credentials. Hii ni county government. It won't be run kama vile City Hall ilikuwa inaraniwa kitambo na mayor. Wakati watu walikuwa wanapigana mangumi, ndio project zipelekwe kwa wards zao. Things have changed. Bwana Aladwa, come out tuelezee one by one how you will tackle the crisis zile ziko hii Nairobi. Show us your credentials. Tuambie, I've run this, I am capable. We know you are the mayor. That is one thing that shows maybe you can run Nairobi. Come out tuelezee how hii crisis ya flooding utahandle aje. Hii mambo ya project kufanya nusu utahandle aje. Hii mambo ya emergency, how will you respond to emergencies? Fire, water na emergencies zingine. How well are you versed with Nairobi? How you can handle easy crisis? Tuko na Bwana Nyakera ambaye pia amesema anataka kiti ya ugavana. Tungependa pia na yeye atueleze what he can do so that sisi kama wananchi we can sit down na tujue ni nani tunaweza patia kura. Tuko na Kidero amesema anarudi Nairobi. We saw Kidero in the first term ya our new constitution when the county government started. You are our first governor. Bwana Kidero, what else do you want? Ama ni miujiza gani sasa umegundua unataka kuja ufanye katika kaunti ya Nairobi? It is democracy. You have got a right ya kutaka kusimama. Lakini tumerusha mpira kwako kwa uwanja. Tuelezee, in your first term you have this and these challenges. Na saa hizi vile umekaa nje miaka 10, umeona hii and you'll handle it this way. Tunajua uongozi when given the right environment, uongozi can strive. But uongozi ambayo umezungukwa na greed, umezungukwa na corruption, umezungukwa na cartels, hiyo ndio inafanya watu wa Nairobi hatusongi mbele. Mpaka national government inaleta pesa iko county government, national government inakuja kusaidiana national na county government kufanya kazi. We want governors wale wanafanya kazi bila hata support ya national government, na tuone kazi ikifanyika. Madam Speaker, Nairobi County iko very strategic. Nairobi County is not that wide, but population yake ni kubwa, na wananchi wa Nairobi County they expect services. Wanatarajia wafanyiwe kazi na kazi ionekane, kwa sababu ushuru mingi inatoka hapa Nairobi. Many companies are located in Nairobi. Many investors wanaanzia Nairobi. Many startups, many